MC Pilipili, jina linalosalia kwenye kuta za historia na mwenye nalo haonekani tena. Kijana aliyekuja kuleta nuru ya vicheko katika mioyo ya Watanzania. Jina lake halisi ni Emmanuel Mathias. Alizaliwa mkoani Dodoma katika familia yenye maadili na kukulia katika familia hiyo. Upendo, uhusiano wa karibu ilikuwa ni moja ya sifa ya familia yao. Akijulikana kwa ucheshi hata kabla ya kutambua kuwa ucheshi huo ungekuwa kazi na wito maishani mwake. Akiwa kijana, kipaji chake cha kufurahisha watu kilijulikana haraka, lakini kabla ya dunia haijamuona kwenye majukwaa makubwa, Pilipili alikuwa mwalimu, akifundisha masomo ya kibinadamu, akitumia sauti yake na tabasamu lake kuwaongoza wanafunzi wake. Lakini moyoni kulikuwa na sauti nyingine ya ndoto ya kuchekesha nafsi za watu kupitia maneno, kejeli na hekima iliyojificha ndani ya ucheshi huo. Hatua kubwa ilikuja alipoamua kuacha ualimu na kuhamia Dar es Salaam, jiji lenye msongamano, kelele pamoja na fursa. Huko ndiko safari yake ya burudani ilipoanza rasmi, akijijengea jina kama mmoja wa vijana wachache walioweza kuunganisha ucheshi, ujumbe na utu katika kiwango cha kipekee cha ubunifu. Shughuli zake zilianza kukua, kutoka kusherehesha matukio ya watu, kuwa kwenye matamasha, hadi kuweza kujaza kumbi zenye mamia ya watu waliokuja kwa lengo moja tu: kucheka, kufurahi na kusahau matatizo ya maisha kwa muda mfupi kupitia kipaji chake. Lakini maisha kama ilivyo kawaida si hadithi yenye mstari miembamba. Pilipili alikumbana na msiba mzito. Alifiwa na mama yake mzazi pamoja na mama yake mdogo, jambo lililotikisa dunia yake ya ndani na kumfanya apumzike katika swala la sanaa kwa muda. Wakati mwingine kupoteza mtu wa karibu ni kama kupoteza sehemu ya moyo, na Pilipili alilipa gharama hiyo. Baada ya muda alirudi tena jukwaani akiwa na nguvu mpya na uelewa wa kina kuhusu maisha, maumivu, upendo na thamani ya muda tulionao hapa duniani. Aliendelea kufanya kazi, akasherehekea harusi nyingi, matukio ya kitaifa na kuwa moja ya sura zinazoleta faraja na vicheko katika jamii. Lakini kama watu wengi wasemavyo, kifo ni safari ya wote na kila mmoja ataisafiri. Tarehe 16 Novemba mwaka 2025, siku ambayo ilipaswa kuwa nyingine ya kazi na huduma kwa watu, ikageuka kuwa siku ya maombolezo kwa taifa. Pilipili alikuwa safarini kuelekea Dodoma kwa ajili ya kazi ya ushereheshaji, lakini kabla ya kufika kwenye majukumu yake, hali yake ya kiafya ilibadilika ghafla. Alipofikishwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, alithibitishwa kuwa tayari amefariki dunia. Ripoti nyingi za awali ziliripoti juu ya taarifa ya kifo chake bila kueleza kwa kina chanzo halisi cha umauti wake. Familia na madaktari waliokuwa karibu naye walionekana kuchukua muda kutathmini taarifa sahihi ambazo zingetolewa kwa umma. Ni hali ya tahadhari na heshima ambayo mara nyingi hufuata baada ya misiba ya ghafla. Mara habari zilipotangazwa, tasnia ya burudani ilitetemeka. Wasanii wenzake, mashabiki kutoka maeneo mbalimbali wamejawa na simanzi. Mitandao ya kijamii imefurika salamu za rambirambi, picha za kumbukumbu na maneno ya upendo yaliyokuwa ushahidi wa namna alivyogusa wengi katika safari yake fupi lakini yenye athari kwa watu wengi. MC Pilipili ameacha nyuma mke wake na mtoto, ambayo ni familia aliyoipenda sana na ambao mara nyingi amekuwa akiwataja kama chanzo cha mapambano yake. Safari ya MC Pilipili ni simulizi ya mwana wa Dodoma aliyebeba ucheshi moyoni, akautumia kama tiba kwa watu, akapitia maumivu ya maisha, akaendelea kupanda juu na hatimaye akaacha alama isiyofutika katika mioyo ya maelfu. Ni hadithi ya binadamu ya tumaini, mapito, ucheshi pamoja na machozi. Bwana ametoa na Bwana ametwaa. Jina lake lihimidiwe. Mimi ni Salumu Amani na hii ni Kawabe Makala.